your referee, Howard Foster. And now, your referee, Howard Foster. Hassan Mwakinyo, zaidi ya mwaka umekaa bila pambano lolote. Moja kitu ambacho mtu yoyote anapoamka asubuhi akiwa kazi yake ni kazi fulani, anatamani aende akatimize majukumu yake. Na mara kadhaa umekuwa ukikiri kwamba hii mimi ndiyo kazi yangu na siwezi nikaiacha. Katika kipindi cha mwaka mzima, kipindi ambacho hauna fight yoyote, shughuli zako zilikuwa zinaenda vipi, hususan pale ambapo tunajua hii ndo kazi yako na ni kazi yako ambayo inafanya uchumi wako wa maisha kila siku yaweze kuwa vizuri? Well, kwa upande wangu tangu nimeingia kwenye career ya boxing, tangu nimeanza kucheza pambano la kwanza mpaka nilipofikia hapa, haijawahi kupita wiki nimekaa bila kufanya mazoezi. Nimekuwa nikiishi ndani ya hiyo nidhamu kila siku za maisha yangu. Na nataka kuapprove watu ndani ya Disemba 26 kwamba nimekosa platform ya kupigana, lakini sio kufanya mazoezi wala kulinda ubora wangu kila siku. Kwa hivyo nafikiri Bwana Aidan anaweza kuja na majibu au maswali mengine mapya itakapofika Disemba 26, ambavyo vile alivyokuwa anatarajia kuviona naweza kuviona kwa ukubwa kuliko alivyokuwa anatarajia kuviona. Kwa sababu naamini ninaishi ndani ya boxing, na bahati au nafasi niliyokuwa nayo kwa upande wa walimu wangu hawanifundishi boxing, wamenipa elimu ambayo inanisaidia wakati mwingi hata nisipokuwa karibu nao. Kwa hiyo naamini na shule kubwa ambayo wanapaswa kujifunza maboksa wengi kupitia fight yangu ya tarehe 26. Hassan, kuelekea kwenye hii fight, moja kati ya mambo ambayo yalikuwa yakizua maswali mengi sana ni namna ambavyo mchakato wa upatikanaji wa opponent wako ulikuwa umechelewa. Nakumbuka tulimtangaza Stanley Eribo ilikuwa imebaki kama wiki mbili kabla ya fight. Sahihi. Nataka nifahamu kwenye of course kwenye boxing za kisasa, moja kati ya vitu muhimu katika maandalizi ya kwenye fight huwa ni kumfahamu mpinzani wako, style yake, tabia yake ya ulingoni, uimara wake, uzoefu wake. Lakini unachukua hii fight kuelekea Disemba 26 ukiwa umepata pengine pungufu ya wiki mbili za kumfahamu Stanley Eribo. Nataka nifahamu ulikuwa kimfahamu before? Sababu binafsi moja kati ya changamoto ambazo nilikutana nayo ni upatikanaji wa video zake. Kuna clip chache kama 3 au 2 ambazo ni fupi ambazo hazitoshi kupata taswira pana ya style yake. Nataka nifahamu kama ulikuwa unamfahamu, na kama ulikuwa unamfahamu ni kwa kiasi gani umeweza kujiandaa kuelekea kwenye hii fight pasina kupata picha kwa mapana yake ya mpinzani wako. Kitu kimoja cha msingi sana, unajua rekodi yangu inatisha kulingana na aina boxers ambao nimecheza nao na matokeo yao. Kwa hiyo wakati mwingine tunakosa wapinzani kwa sababu wengine wanataja hela nyingi kuliko bajeti ya uwezo wa promoter kwenye event. Mathalan, promoter bajeti yake ni $10,000 kwa bondia, lakini unapata boxer ambaye anataka $25,000 ambayo iko nje ya bajeti ya promoter. Lakini mwingine anakuwa hana sifa zile tunazozitaka za $25,000, lakini anataka $10,000. Sasa wakati mwingine inachukua muda kwa sababu sio kitu kinachowezekana mara moja. Kwa hivyo hata mimi inanikata, lakini sio sababu unayoweza kuitumia kama kigezo cha kwamba nimeshindwa kuperform vizuri kwenye fight kwa sababu sijamsoma mpinzani wangu. Siamini katika hiyo binafsi. Na najiona mimi ni kama ardhi. Yaani hakuna binadamu atakayekuwa na uzito kiasi ambacho ataweza kutembea kwenye mgongo wa ardhi. Ninachoamini mimi, boxing ni kama tuseme msanii wa maigizo ama filamu. Msanii mzuri ni yule ambaye anaweza kucheza pati za wasanii wote. Anaweza kucheza mtoto, anaweza kucheza babu, anaweza kucheza kaka. Kwa hivyo mimi ninapokuwa naingia ulingoni na kuwa na raundi ambazo naangalia aina ya uchezaji wa mtu, alafu nikishapata tiba ya madhaifu yake ndio naingia namna ambavyo naweza kukabiliana naye. Kwa hiyo mimi ni boxer ambaye hata nilipopata mechi ya Samu Eggington Uingereza, nilipewa siku 4 tu baada ya mpinzani wake kuumia na ikaleta matokeo. Kwa hiyo binafsi siamini wala siwezi kutoa sababu yoyote ya msingi kusema kwamba kutokumsoma mtu au sijamuona muda mrefu inaweza ikafanya chochote. Afiche video, afiche kila kitu, madhali tutaonana ulingoni mimi na wewe, kisasi kitafanya ila adil.
Hivi karibuni nilipata nafasi ya kupitia ukurasa wako wa Instagram. Niliona umepost picha ukiwa umemaliza sparring, bila shaka ilikuwa sparring session. Yes. Dhidi ya moja kati ya bondia ambayo ukimtazama ni Mjapan. Yes. Nataka nifahamu, na nikiangalia mazingira ile gym sio gym ambayo iko Tanzania. Yes. Kulikuwa na program ambazo ulizifanya nchini Japan. Exactly. Na kama zilikuwepo ilikuwa ni specifically kwa ajili ya hii fight ama ni sehemu ya maisha yako kutoka na kwenda kushare maarifa ya mchezo na mataifa mengine? Nilitoka kwenda Japani kwa mwezi kasoro siku chache. Lakini lengo ilikuwa ni kuongeza protini ya vitu kuja katika hili pambano, kwa sababu nataka kuonyesha sura mpya ya boxing Disemba 26 kulingana na kile ambacho watu wamezoea kukiona nyuma kwenye mapambano yangu mengine. Okay, kwa ilikuwa ni sehemu ya maisha yako ya kawaida ya kuwa unatoka, sio kwa sababu ya hii fight pekee yake? No. Ni kwa sababu ya hii fight. Kwa sababu ningeweza kwenda baada ya fight au kabla. Lakini ilipokuja muda huu nikaona ni wakati sahihi nitoke nikachanganye vitu kwa ajili ya kuleta ubora wa hiyo. Nafahamu ushapata nafasi ya kutembelea baadhi ya gym kubwa. Gym ya mtaa wa 5 ya kule Marekani, ilikuwa ni Miami kule. Yes. Ambako nakumbuka ulipata nafasi ya kukutana na baadhi ya watu wakubwa kwenye mchezo wa boxing. Safari hii ni Japan. Kwa nini Japan? Na kipi hasa ambacho umekipata cha tofauti na baadhi ya safari nyingine ambazo zifanya Uingereza, Marekani na baadhi ya mataifa mengine kama Namibia pia ambako ushai kwenda? Japani nilikuwa natamani kujua kwa nini wana maboxer still sana. Kwa hivyo nikaenda kule nisome namna wanavyo train na misingi yao ya ufiti ni nini zaidi. Kwa hiyo nikajifunza nilivyobahatika kujifunza kwao, na nikatofautisha na nchi nyingine, lakini pia nikajiweka kwenye position ambayo naweza kuwa bora kuliko wao, kwa sababu nimeshajua yani kinachowafanya wao kuwa bora ni nini na athari ya boxing yao ni kitu gani wakikutana na watu wazuri. Yes. So nimegundua Japan ni katika nchi ambayo boxers wao wanatrainiwa sana kuwa fiti, lakini sio kuwa na akili ya ngumi. Kwa hiyo wanakuwa na uwezo wa kuvumilia raundi nyingi zaidi, lakini hawana maarifa ya kucheza boxing. Hassan Mwakinyo tupo naye hapa Champers One Time tarehe 26 pale Warehouse Masaki, Dar es Salaam. Anakwenda kuingia ulingoni pamoja na Edboy kutoka Nigeria, moja ya bondia ambaye ukiangalia rekodi zake utaona ubora wa bondia huyo. Lakini mwisho wa siku Hassan hapa wakati anaulizwa na Aidan ameeleza wazi ya kwamba kabla ya kwenda kwenye pambano hili ilimtosha takriban mwezi mmoja na siku kadhaa kukaa katika taifa la Japan, kusafiri Tanzania miles na miles kwa ajili tu ya maandalizi mazuri, kuongeza protein na vitu ambavyo atakwenda kuonyesha wa Tanzania siku hiyo ufiti wake baada ya zaidi ya mwaka kukaa bila pambano lolote. Champers One Time wakati tunaelekea tarehe 26 na tuko na ndugu zetu hapa waandishi wa habari watapata nafasi ya kuuliza maswali. Lakini wapo baadhi ya Watanzania ambao wana wasiwasi mkubwa wa kukamilika na kutimia kwa fight hii kwa 100%. Ukiachana na mapambano mengine ambayo yapo zaidi ya 9 usiku huo wa tarehe 26, pambano lako likiwepo, wasiwasi mkubwa watu wapo nalo kwenye pambano la Hassan Mwakinyo kwamba je, tutamuona kweli Hassan Mwakinyo mpaka muda ambao unatakikana kwenye Vitasa Night hii hapa anaingia ulingoni? Lakini natamani pia utueleze, pamoja na kwamba ni wajibu wa promoter mpinzani wako kufika nchini Tanzania na kuingia ulingoni, lakini wewe kama bondia ambaye unakwenda kupambana, uhakika wa mpinzani wako kufika hapa Tanzania, kuwepo hapa Tanzania, upo kwa asilimia ngapi? Kwa sababu watu wanakuamini wewe kama bondia na wanatamani wasikie kauli hii kutoka kwako. Nashukuru kwa hili swali ambalo limekuwa likizua mijadala sehemu nyingi, mara nyingi, nyakati nyingi tofauti. Binafsi mimi najaribu kufanya vitu vingine tofauti nje ya boxing kama sehemu ya kuingiza kipato kwenye maisha kwa sababu ya family na maisha yetu ya kawaida, au kuishi aina ya maisha tunayoyataka. Lakini kwa boxing kwenye maisha yangu ndio uwekezaji wangu mkubwa ambao kama nitakuwa nimepoteza umri wangu kufanya vitu vingi, basi nimepoteza umri wangu mwingi kwenye kuinyenyekea na kuipambania boxing. Kwa hivyo sifikiri kama kinaweza kuwa ni kitu cha busara kupata opportunity kubwa ya kufanya kitu mbele ya taifa, watu wanaokuamini, waloweka imani na nguvu zao kwako, kuja kuwa disappoint. Lakini mara nyingi kuna kuwa na sababu ambazo zinapelekea mimi
nimeanza kuingia kwenye boxing Kashmiri, wakati huo tunapigana Tanga, nilikuwa nikipigana raundi moja tunalipwa kila raundi 10,000. Leo nimeibadilisha boxing, nimefika hatua kila raundi moja mtu anapewa fight ya raundi 4 anataka 3 milioni, kama huna hakulazimisha, anaendelea na shughuli zake. Sasa nataka kufikisha boxing ya Tanzania ifike wakati boxer awe anasaini mkataba wa 300, 500, iwe ni kawaida kama wanavyopigana Europe. So kuna vitu usipoviwekea misimamo mikali, bado watu wanaweza kushusha heshima ya kazi yako na career yako na bado wakakuchukulia poa. Na kama utanukuu maneno yangu ya awali, nimetoa shukrani za dhati kabisa kwa promoter Semuni, kwa sababu nimefanya naye event hii nafikiri kama ni ya 4 ya 5, na hajawahi kunidisappoint mahali popote, kwa sababu ni mtu ana career yake, ana heshima yake, lakini pia yuko sehemu nzuri ambayo hawezi au hayuko tayari kuharibu career yake kwa namna yoyote. So vitu vingi ambavyo nilipaswa kufanya naye kama promoter au kama mfanyabiashara au kama mwekezaji viko katika 150%. So kwa upande wangu mimi na yeye hatuna deni kwa sasa. Kwa hiyo kilichonitoa hapa kunipeleka Japani ilikuwa ni maandalizi makubwa ya kuja kuonyesha Disemba 26. Kwa hivyo nimekuja hapa nimejiandaa, na nitakuwa disappoint sana kama kutakuwa kuna chochote kitatokea Disemba 26 nisipigane. Your referee, Howard Foster. And now, your referee, Howard Foster.